ya 21, ibara ya 20 inatoa mwongozo wa namna ya kuitisha mkutano. Katiba inasema ibara ya 21:1, mkutano mkuu wa kawaida siku 120 kutokea mwaka wa fedha iliungana tarehe na siku ya uchaguzi mkuu wa nchi. Hiyo ilitupelekea tuandike barua kwa msajili wa vyama vya michezo na kuomba ridhaa kusogeza mbele ili tuweze kufanya mkutano huo, na tulipewa siku 30. Ndiyo sababu iliyotufanya tuitishe mkutano huu leo. Zipo hoja nyingi kwa nini tumeitisha mkutano tarehe ambayo tuna mechi. Siku zote kuanzia baada ya mwezi Agosti hakuna siku ya Jumapili ambayo Simba haitakuwa na mechi, aidha ndani au nje. Lakini timu inapoteza, sio viongozi wote ambao wanahudhuria hizo mechi. Tuna uwakilishi. Mathalan, katika mechi ya leo tuna wajumbe wa bodi ambao wameambatana. Tuna mwenyekiti wa bodi, yuko Magoli, yuko Mtayati Mdeuni, yuko Swedi Kwami, pia yuko Isa Masudi ambaye ametangulia siku 10 kabla ya mchezo. Tunao viongozi wengine wa serikali kutoka kwenye shirikisho na taasisi nyingine. Ubalozi wetu wa Tanzania nchini Nigeria umetuma watu siku kadhaa kama hiyo mechi. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo litakuwa na nafasi kwamba mkutano usifanyike kwa sababu jambo lipo kwa katiba. Ndugu Mheshimiwa Naibu Waziri, Simba yapo maneno, yapo maelezo, kwa sababu ni mtazamo kwenye taasisi yoyote haiwezi kuwa na mawazo yanayofanana. Wapo ambao wanakubaliana na wapo ambao hawakubaliana. Hiyo ni jambo la kawaida na ni process of growth. Lazima kuwe kuna friction ili kuweza kupata hiyo ukuaji. Jukumu la ulinzi wa nembo ya Simba. Nembo ya Simba inaendelea kukua kwa thamani na kwa ukubwa. Hili si jukumu la mwenyekiti wa Simba Sports Club peke yake, ni jukumu la wanachama na wapenzi wa Simba wote. Tuilinde nembo yetu. Katika hiyo nimesikia baadhi ya watu wamekuwa wakitoa tafsiri tofauti kwamba logo ya Simba haijasajiliwa. Hiyo taarifa haina ukweli hata nukta moja. Nembo, tusikilizane, nembo zote za Simba zimesajiliwa kwa mujibu wa sheria, na ukiitumia bila ya Simba wenyewe unaiweka katika hatari ya sheria. Tumefanya usajili na kadhalika, tunalipa returns za kuhusu umiliki wa hiyo nembo. Lakini pia katika ulinzi wa nembo, ninawaomba na kuwashauri wanasimba wenzangu, tusimamie vizuri yale tunayoyaangalia. Thamani ya fedha ambazo tunazipata zinatokana na nembo kulindwa. Tunao wadhamini wanaovutika kuja kudhamini na kuwekeza fedha ndani ya Simba kwa sababu nembo yao inalindwa. Lakini watu ambao wanavaa jezi za Simba pengine wana hasama binafsi na mimi au na mtu yoyote, kwenda kutokana na timu na klabu, unashusha hadhi na inaondoa uvutiaji kwa zaidi ambao watakusaidia kuongeza fedha na kujenga msingi mzuri wa maendeleo ya klabu. Hili ni jambo la msingi sana. Ukiwa unakusudia kunitukana, kunisema, kunilaumu, zungumza wewe ana individual. Usizungumze ukabeba mamlaka ya wanasimba wote. Hata wanambia wapendwa na watu. Kwa hiyo mimi hiyo wala sikuona kitu. Lingine kwenye kununua bidhaa za kisalama. Kwa mfano, wiki iliyopita tumecheza mechi. Kuna mtu alikuja kunifuata akaniambia, "Mbona huyu mdhamini wetu anaenda kutoa basi ya yeye?" Na muangalie yeye mwenyewe kama
Mheshimiwa, lingine ambalo nilikuwa nikisema na nasema hili mbele yako ili take note. Kuna watu wanaosema kwamba mali za Simba zimehamishwa. Baada ya kuyasikia hayo, ni kuagiza mwanasheria wa Simba, nadhani kuwa anaweza kusimama. Tumefanya official search kwa majengo yaliyokuwa Msimbazi na Bunju, zote zinamilikiwa na Simba Sports Club. Yule aliyesema majengo yameuzwa, mali za Simba zimeuzwa, basi atuletee na ushahidi wa ule aliyeuzia, maana atakayekuwa ameuza mwenyewe. Katika uendelezaji wa uwanja na kushukuru sio kwa taarifa zilizotolewa, lakini binadamu kama